Yes bwana, mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu hapa Bongo Vibe TV. Na kubwa kuliko tunakwenda kutazamia mchezo ulioweza kuzikutanisha mataifa mawili, taifa la Tanzania ama Taifa Stars dhidi ya taifa la Morocco. Bwana, ndani ya dakika 90 kwenye mchezo huu tuliweza kushuhudia matukio mbalimbali na matukio tata ambayo mwamuzi aliweza kushindwa kutafsiri vizuri zile sheria 17 za mchezo. Sasa kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea kwenye mchezo huu, inaonekana zaidi sheria kwamba mwamuzi kama alikuwa anabezi upande mmoja na kuwafanya Taifa Stars wawe kama timu ya pili kwenye mchezo huu hapo. Licha ya baadhi ya matukio kuonekana ni kama vile Taifa Stars walikuwa wananyongwa, lakini mwamuzi yeye alisimamia upande wake na sio kusimamia zile sheria 17. Sasa kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, wao bwana wamekuja na tamko kuhusiana na mwamuzi huyu ambaye alisimamia sheria 17 kwenye mchezo kati ya Tanzania dhidi ya taifa la Morocco. Ni maamuzi gani haya ambayo shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wamekuja nayo mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika na kuonekana kwa matukio tata ambayo mwamuzi kiufupi alishindwa kutafsiri vizuri zile sheria 17 za mpira wa miguu? Baki nasi hapa Bongo Vibe TV niweze kukusanua ama kukwambia kile ambacho shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wameweza kukitoa kuhusiana na mchezo huo kati ya Taifa Stars dhidi ya timu ya Morocco. Lakini pia kabla sijakusogezea moja kwa moja kile ambacho nataka nikujuze, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli mwana familia wangu, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Maana ukishafanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na utakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bado utapokea notification moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekusogezea taarifa mpya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali. Kama ninavyofahamu, siku ya jana kulikuwa kuna mchezo wa hatua ya 16 bora kati ya Taifa Stars dhidi ya wenyeji wa michuano ya AFCON Morocco. Kwenye mchezo huo ndani ya dakika 90 tuliweza kushuhudia matukio mbalimbali ambayo kiufupi naweza kusema ya kwamba sio matukio ya kiungwana kabisa, ama naweza kusema ya kwamba mwamuzi wa mchezo huo Babou Traore alishindwa kabisa kutafsiri vyema zile sheria 17 ambazo zinamfanya asimamie mchezo husika. Kwa upande wangu Babou Traore alikuwa anaibeba sana timu ya Morocco ambao hawa ni wenyeji wa michuano pasivo kuweza kutafsiri zile sheria 17. Kuna baadhi ya matukio ukiangalia unaona kabisa hapa ilitakiwa itoke kadi ya njano kwenda kwa Morocco, lakini mwamuzi alikuwa na meza filimbi, lakini makosa kidogo tu ambayo wachezaji mbalimbali wa timu ya taifa la Tanzania wakiyafanya, moja kwa moja mwamuzi huo alikuwa anatoa kadi ya manjano. Mpaka mpira unatamatika ndani ya dakika 90, mwamuzi huyo Babou Traore aliweza kutoa kadi za manjano takribani 5 kwenda kwa timu ya taifa la Tanzania, huku Morocco akipewa kadi ya njano moja pekee ndani ya dakika 90 za mchezo, licha ya wachezaji wake mbalimbali kuweza kufanya makosa ambayo zaidi shairi yalistahili kutoka kadi ya njano, lakini mwamuzi huyo aliweza kupuliza filimbi. Licha ya mchezo huo kutamatika kwa timu ya taifa ya Morocco kuweza kushinda goli la uhalali kwenye dakika 63 ya mchezo kupitia mchezaji wao Brahim Diaz, lakini kwenye dakika za jioni kabisa zile za 90 kulitokea na tukio ambalo lilikuwa linamuonyesha mshambuliaji wa timu ya Taifa Stars Idi Nado akiingia
kuingia ndani ya boksi na mchezaji wa timu ya Morocco akimsukuma ndani ya boksi mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Idi Nado, na muamuzi akutoa kitu chochote, akutoa mkwaju wa penalti. Lakini pia na kama Idi Nado aliweza kudive katika eneo lile la boksi ili kuweza kumwadamu muamuzi aweze kumpa mkwaju wa penalti, bila shaka tungeweza kushuhudia kitendo kingine, yani muamuzi angetoa kadi ya manjano kama onyo kwa kitendo ambacho Idi Nado alionekana kama kumwadamu muamuzi ili aweze kupata mkwaju wa penalti. Sasa sio kwa Taifa Stars kupata mkwaju wa penalti wala kwa Idi Nado kuweza kupewa kadi ya manjano. Muamuzi aliweza kumeza filimbi na kwa tafsiri yake hakukuwa na kitu chochote, maana inaonekana muamuzi hakutaka kwenda kuchungulia hata kwenye chumba cha VAR licha ya wachezaji lakini pia benchi zima la ufundi la timu ya taifa ya Tanzania kulalamikia mno tukio lile. Lakini muamuzi Babu Traore yeye aliamua kuimaliza mechi kwa Taifa Stars kufungwa chuma 1-0 na kuanyima mkwaju wa penalti dakika za jioni. Pengine muamuzi angeweza kutoa mkwaju wa penalti, huenda Taifa Stars wangeweza kurejea tena mchezoni na kuanza kuzitafuta dakika 120 endapo kama mzani ungeweza kuisha kwa kuwa na sare ya kufungana chuma 1-1. Binafsi yangu naona kabisa ile mechi timu ya Taifa Stars walikuwa wanacheza zaidi ya timu moja. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba walikuwa wanacheza zaidi ya timu ya taifa ya Morocco, lakini pia walikuwa wanacheza zaidi ya muamuzi Babu Traore, maana muamuzi yule hakuwa kabisa upande wa timu ya Taifa Stars. Yani inaonekana kama alikuwa anachezesha mechi kwa maelekezo kutoka sehemu fulani. Ndio maana asilimia kubwa mchezo ulikuwa mzuri, lakini muamuzi alijaribu kuharibu mchezo kufuatia maamuzi yake kutoweza kutafsiri vizuri. Sasa matukio kama haya yalikwishawahi kutokea, maana Taifa Stars pamoja na taifa la Morocco sio mara ya kwanza kukutana, wamekutana mara nyingi. Sasa wakati Taifa Stars ilipokuwa inanolewa chini ya kocha wake wa awali, hapa nataka nikurudishe nyuma kidogo mwanamichezo wangu ili uweze kufahamu ya kwamba kile ambacho kiliweza kutokea ni kama vile Taifa Stars walinyongwa kiukweli. Bila shaka ukweli uko wazi. Sasa katika kipindi cha nyuma hapo awali ambapo Taifa Stars ilikuwa chini ya kocha Abdi Amruchi, aliweza kuweka wazi na kuzungumza ya kwamba Morocco ni taifa ambalo linachukuliwa kama taifa la kipekee Afrika, na ndio maana waamuzi wengi huegemea kimaamuzi kwao. Hii inaumiza sana, maana wanadhurumu jasho la wapambanaji wengine. Hii kauli ilimfanya kocha huyu wa Taifa Stars Adel Amruchi kuweza kufungiwa na kafu akidai ya kwamba aliweza kutoa maneno ya uchochezi na kutengeneza chuki katika mpira wa miguu. Lakini baadaye kesi iliweza kufika kasi na Abdi Amruchi aliweza kushinda kesi hiyo na kafu kuamuliwa wamlipe fidia. Kwa hiyo unaweza kuona kile ambacho kocha huyu aliwahi kukisema hapo awali kuhusiana na maamuzi ambayo pindi tu mataifa mengine yanapokutana na taifa la Morocco, waamuzi huwa wanabezi upande mmoja, hususani upande ule wa Morocco. Ndio kilichoweza kutokea kwenye mchezo kati ya Taifa Stars dhidi ya Morocco siku ya jana katika hatua ya 16 bora. Tumeona kabisa muamuzi alikuwepo upande wa timu ya taifa la Morocco. Lakini kwa upande kocha mkuu Miguel Gamoni, mara baada ya mchezo kuweza kutamatika, yeye aliweza kuweka wazi ya kwamba hajafurahishwa na maamuzi ya referee, ila ndio sehemu ya mchezo. Refa ameshamaliza mechi, ana cha kujibu zaidi ya kusema hajafurahishwa na maamuzi ya muamuzi huyo, na amefurahishwa na uwezo wa wachezaji ambao waliweza kuonyesha zidi ya timu kubwa kama Morocco. Hayo ni maneno ya kocha mkuu wa timu ya taifa la Tanzania Miguel Gamondi akijaribu kutoa yake ya moyoni juu ya kile ambacho muamuzi alikuwa amekifanya kwenye mchezo huo kati yao dhidi ya taifa la Morocco. Mimi nilikuwa nakujuza hayo machache kati ya mengi yaliweza kutufikia mezani kwetu mwanamchezo wangu, hususani kuhusiana na matukio ambayo yaliweza kutokea kwenye mchezo kati ya Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa la Morocco. Taifa Stars kibabe wameondoshwa kwenye michuano, lakini isingekuwa muamuzi pengine hapa tungekuwa tunazungumza mengine muda huu hapa. Ni yapi maoni yako? Njoo tuandike kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi mwanamchezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ili uwe mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.